Katika mkoa wa Pwani nchini Tanzania, elimu ya watu wazima inapitia mabadiliko makubwa. Sio tena swala la kujifunza kusoma na kuandika darasani pekee. Ni swala la kujikwamua kimaisha, uwezeshaji wa kiuchumi na kuvunja mnyororo wa umasikini. Hali yangu ya maisha kabla sijaja hapa nilikuwa ni mama wa nyumbani mwenye watoto wawili, mwenye maisha magumu, kwa sababu nilikuwa ni mama ambaye nilishaachwa muda mrefu na mzazi mwenzangu. Kwa hiyo nilikuwa nafanya biashara hizi ndogo ndogo za ukaangaji wa vitafunwa, miogo, maandazi, ambazo pia zilikuwa hazinikimu sana. Sikuwa na ujuzi mzuri. Ili kutatua changamoto hizi zinazoikabili jamii, Halmashauri ya wilaya ya Kibaha kwa kushirikiana na DVV International walianzisha vituo vya kujifunzia vya jamii ili kupeleka elimu moja kwa moja ngazi ya chini kabisa. Naitwa John Pili, ni mjumbe wa kamati ya kituo hiki. Na ujumbe huu umetokana na kwamba mimi ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa hapa ambapo kituo kipo. Basi kwa nafasi hiyo nimepata nafasi ya kuwa mjumbe wa kamati. Ni kituo ambacho kina vituo vidogo vidogo kwenye kila kitongoji. Tuna vitongoji 5, kwa hiyo kila kitongoji kina kituo cha kujifunzia. Kuna madarasa yapo huko. Sasa hapa sisi ni kama uongozi kwenye ngazi ya kituo ambacho kinaunganisha kata nzima. Mafanikio ya programu hii yanatokana na mbinu yake ya kipekee. Waelimishaji wanaunganisha elimu ya msingi, yani kusoma, kuandika na kuhesabu, moja kwa moja na ujuzi wa vitendo wa ujasiriamali. Katika kujifunza kusoma, kuhesabu na kuandika, pia tunaunganisha na ujasiriamali, kwa sababu mtu ambaye hawezi kusoma, kuhesabu na kuandika ni ngumu sana kufanya ujasiriamali. Kwa maana ya kwamba atafanya biashara au ujasiriamali ambao hawezi hata kurudisha chenji, hawezi hata kuandika chochote. Lakini tukishamfundisha kusoma, kuhesabu na kuandika, ataweza kuvifanya vyote hivyo kwa wakati mmoja. Tunawafundisha vitu mbalimbali. Tuna usindikaji wa karanga. Leo tukajifunza neno karanga darasani. Lile neno karanga atajifunza kwa njia ya silabi, kisha ataliunganisha neno, ataweza kuliandika. Lakini atakuja kwenye uhalisia, tutakuwa na karanga yenyewe. Karanga yenyewe tutazichambua, baada ya kuzichambua tutazipepeta, tukishazipepeta tutazikaanga. Tuko pamoja hapo tumejifunza darasani, lakini tunakuja kwenye vitendo sasa kwenye karanga yenyewe. Baada ya kupepeta tutakwenda kuikaanga karanga yetu. Tukishaikaanga tutaiweka kwenye mashine ya kusaga. Baada ya kusaga tutaiweka ipoe na kuifunga tayari kwa kuuza. Kwa hiyo neno karanga leo jifunza darasani, anakuja kwenye uhalisia wa kuiona karanga yenyewe na kuitengeneza karanga yenyewe na mpaka kumpatia kipato. Kwa hiyo hizo ndio njia ya reflect, njia ambayo ni shirikishi na vitendo zaidi. Nje ya darasa, mafunzo ya ujuzi yanaelekezwa kwenye ardhi na maji, yakitatua changamoto za uhakika wa chakula, afya na mabadiliko ya tabia nchi. Yaani ukienda shamba kupiga dawa, wakati mwingine usiku ulali, wakati mwingine unawashwa mwili mzima. Ili kuje kafikia hatua hadi haya macho haya sioni vizuri. Lakini baada ya kupata elimu ya hapa, nikaanza kutumia zile mbinu ambazo nimefundishwa hapa. Tayari hata ule uono wangu sasa hivi ninaona vizuri, kwa sababu situmii yale madawa ambayo yanatoka wapi? Ambayo yanatumia kemikali. Nikaanza kutumia ile vitu ambavyo ni vya asili ambavyo vinaweza kuua wadudu. Yaani ile sumu ya asili ambayo haina madhara kwangu mimi na haina madhara kwa walaji. Kwa wastaafu kama Robert Mzava, kituo kimetoa msaada wa kitaalamu uliohitajika kubadilisha ndoto yake ya muda mrefu kuwa mradi unaoingiza faida. Kufuga samaki, nichimbe mabwawa ya samaki. Ila sasa nilikuwa sijapata wapi nitajifunzia, nitapata wapi elimu na nini. Sasa siku moja niliongea na mama mmoja, anaitwa Blandina Mwenora, ni afisa elimu kata. Yeye ndiye akaniambia, unajua kuna fursa za samaki pale kwako panafaa. Akaniunganisha kwanza na afisa samaki wa wilaya, anaitwa Emmanuel. Akanipa namba yake, nikampigia, akaja hapa, akanieleza mradi wa samaki jinsi ulivyo mzuri na nina umri wangu huu. Baadaye akaniunganisha na hapo Ruvu JKT,
na walikuja wakanipatia hiyo elimu ya kufuga samaki. Kwa hiyo nikaona nithubutu kuanza kuwalisha samaki. Kwa mfano wanalisha kuanzia asubuhi, mchana na jioni. Sasa lazima ujue kiwango sahihi cha kuweza kufanya kuwalisha hao samaki. Kwa hiyo huwa tunaenda, kwa mfano tunafanya masuala ya mahesabu kidogo, ambao unajua kwamba samaki kwa siku anakula kiasi gani. Kwa hiyo akishajua sasa pale, ina maana kunakuwa na kamzani sasa. Anapokuwa anakuja labda kuja kuwalisha samaki katika eneo lenyewe pale, anakuwa anapima kiasi kidogo. Kwa mfano samaki anakula labda, kwa mfano samaki hao anakula kilo 6 kwa siku. Kwa hiyo ina maana zile kilo 6 utazigawanya mara 3. Kwa hiyo atapima labda kilo 2 asubuhi, kilo 2 mchana, kilo 2 jioni. Lengo kuu la programu ya Mukeja ni uhuru kamili wa kiuchumi. Kwa wajasiriamali kama Siza Limo, ujuzi aliopata hapa haujabadilisha tu maisha yake, bali umemwezesha yeye kuwa mwalimu. Kwa hiyo mimi nachokifanya, natenga muda wangu mwingi, nafanya kazi yangu huku ikiwa ni darasa la wengine. Kwa hiyo nikiwa najua leo ninapika batiki zangu, labda na oda ya kupika batiki 200, ukae ukijua naangalia darasa gani na darasa gani, wapi na wapi ambao bado hawajapata elimu hii kwa undani, na wachukua na kaa nao. Kwa hiyo mimi siweki kwenye daftari, kwa sababu batiki huwezi kuipika kwenye daftari. Ile inataka uhalisia. Hichi ni kitambaa, hii ni dawa, fanya kipimo hichi changanya hichi, kwa sababu batiki usipokuwa na uhalisia lazima unaiharibu. Kwa wanawake walioanza bila chochote, ujuzi huu umeandika upya mustakabali wa familia zao. Kwa upande wa kipato kuongezeka, kimeongezeka sana. Kwa sababu kumbuka, nilikuwa napika miogo. Kwa sikuwa na kipato zaidi ya kula tu. Lakini sasa hivi nimeweza kusomesha watoto wangu. Mmoja yuko kwenye degree yake ya kwanza. Huyo aliachwa akiwa shule ya msingi. Kwa ameenda sekondari, kamaliza kaenda chuo. Sasa wakati najifunza ni miaka 4 hii, yeye ndio anamaliza chuo, anamaliza diploma kwenda degree. Kwa namsomesha. Na mwingine miaka 4 alianza form 1 mpaka ameweza form 4 mwaka jana. Sasa hivi najiandaa kumpeleka form 5 na 6 na kafaulu vizuri. Kuna mabadiliko makubwa. Kwanza katika hiyo jamii kulikuwa na wanakisomo wengi ambao hawajui kusoma na kuandika. Lakini mpaka sasa hivi, kwa mfano mwaka jana tuliwatoa wanakisomo ambao tuliwapima walikuwa ni 42. Wakajua kusoma na kuandika. Wanaume walikuwa 9 na wanawake walikuwa 33. Lakini pia wanakisomo ambao walikuwa wanajifunza ujasiriamali ni wanakisomo ambao wameweza kabisa kujitegemea wao wenyewe katika shughuli zao, walikuwa 68 wanawake. Wanaume walikuwa ni 3 ambao wameanzisha biashara zao, wengine ni bustani na wengine mabwawa ya samaki. Hayo ndo tumeona mambo mazuri yaliyofanyika. Mradi unakuwa na mafanikio ya kweli ikiwa tu unaweza kujiendesha hata baada ya ufadhili kuisha. Kupitia uongozi imara na ushirikishwaji wa halmashauri, Kibaha inajenga mfumo wa elimu ulioundwa kudumu. Kile kituo tunakishirikisha kwa maana ya kwamba vinashiriki kule kwenye ngazi ya chini, kwamba kuna changamoto gani, kuna fursa gani katika eneo lao. Kwa hiyo ukiangalia ile fursa ya vikwazo vinaanzia chini pale. Kwa hiyo tunaamini kwamba kile kituo na chenye kimeeleza changamoto zake na kimeeleza fursa yake, ndipo hiyo mipango inakuwa consolidated huko kwenye halmashauri yetu. Kwa hiyo tunawakishirikisha kwa kiwango kikubwa sana. Cha msingi ni kwamba kuna miundombinu na vitendea kazi tayari vipo. Nimekuambia darasa lipo, kompyuta zipo, cherehani zipo, bwawa la samaki lipo na hata samaki wapo, bustani ipo, imejengewa ile green nini inaitwa greenhouse imejengewa. Sasa hiyo miundombinu ndio msingi wenyewe kusema kweli. Sasa kinachohitaji pale ni uendeshaji tu. Sasa kwenye uendeshaji
baada ya kwamba vitu vyetu vimepatikana, nadhani uendeshaji ni kitu chepesi, kwa sababu tayari hivyo navyo vina uwezo wa kuingiza fedha tayari. Wafadhili kama wanapatikana ni kwa ajili ya kupanuka zaidi, sio kwa maana kile tulicho nacho, hapana. Labda kama tunataka kupanuka zaidi, tunaweza kusema labda wafadhili tunaweza tukaita, lakini katika hali ya sasa ni kwamba tunadhani hata wafadhili wakisema inatosha, bado miradi hii inaweza ikaendelea. Pale elimu inapokutana na fursa, jamii hustawi. Hii ndio nguvu ya elimu endelevu wilayani Kibaha.